بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza kuelezea masala ambayo yanafungamana au tutaelezea masala ambayo yanafungamana na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na hasa kwenye nukta ya kwamba je, Mtume sallallahu alayhi wasallama kuzaliwa kwake kunafungamana na hukumu yoyote katika ahkamu za sheria, au kuzaliwa kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna ibada yoyote ile ambayo waislamu wanatakiwa kuifanya? Ni masala ambayo tutayazungumzia katika majlisi yetu ya leo, lakini kama kuna muda utabakia, basi tutasoma kwenye kitabu chetu kama kawaida. Inafahamika kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa yaumul ithnain, alizaliwa siku ya Jumatatu alayhi salatu wasalam, na hilo lina hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi toka Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliulizwa alayhi salatu wasalam kuhusiana na saumu ya siku ya Jumatatu. Kwa nini ya Rasulullah kila Jumatatu unafunga? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dhaka yaumun ulidtu fihi, hiyo ni siku ambayo nilizaliwa. Nafunga Jumatatu kwa sababu ni siku ambayo nilizaliwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea akasema pia ni siku ambayo bu'istu fihi au ursiltu ilayhi au unzila alayya fihi, ni siku ambayo nilitumwa, nilipewa risala, au akasema kama ni siku ambayo niliteremshiwa wahi. Yani wahi wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremshiwa siku ya Jumatatu, na ndio siku aliyozaliwa alayhi salatu wassalam. Lakini tarehe aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maulama wametofautiana kuhusiana na tarehe aliyozaliwa alayhi salatu wassalam. Kuna ambao wamesema kwamba Mtume alizaliwa tarehe 8 katika mwezi wa Rabiul Awwal, na kuna wale ambao wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 10 katika mwezi wa Rabiul Awwal, na kuna wale ambao wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Na hii kauli ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal ndio kauli ya jumhuru ahli ilmi ya kuwa Mtume alizaliwa tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal. Lakini kuhusiana na mwezi aliozaliwa, kuna baadhi ya maulama ambao wameelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa katika mwezi wa Ramadhan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akasema kauli hii ya kuwa Mtume alizaliwa katika mwezi wa Ramadhan ni kauli ambayo ni shadh,
ni kauli ambayo ni shadh, na kauli ambayo wameitaja jumhuru ahli ilmi, maulama waliokuwa wengi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mwezi wa Rabiul Awwal tarehe 12. Sasa ikiwa hali ni hiyo, tunarudia tena kuuliza swali kwamba je, kuzaliwa ile siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam inafungamana na ibada yoyote, au kuna ibada yoyote inayofungamana na kuzaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama? Maulama ahlul ilmi wameelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama ule usiku wa kuzaliwa kwake haufungamani na ibada yoyote. Hakuna ibada yoyote ile ambayo inafungamana na usiku au ile siku ya kuzaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu lau kama kungekuwa na ibada yoyote inayofungamana na ile siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallama, basi hata wanachuoni wasingetofautiana kuhusiana na tarehe ya kuzaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama. Ina maana mtume angewabainishia maswahaba kwamba hiyo tarehe niliyozaliwa kuna ibada fulani mnatakiwa muifanye, kwa maana maswahaba wangekuwa wanafanya ibada hiyo katika hiyo tarehe. Kwa hiyo hata ile tofauti ya kama mtume kazaliwa tarehe 8, wengine wakasema mtume kazaliwa tarehe 10, wengine wakasema mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa tarehe 12, mara kazaliwa mwezi wa Rabiul Awwal, mara kazaliwa mwezi wa Ramadhani, hayo mambo yasingekuwepo. Kwa nini? Kwa sababu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wangekuwa wao ndio wa mwanzo kufanyia kazi ile ibada ambayo inafanyika katika ule usiku au katika siku aliyozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo tunaona katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndani yake unafungamana na saum ya kufunga mwezi mzima, na hii tunakuta kwamba mtume na maswahaba walikuwa wanafunga. Tunakuta Qur'an inasema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tukajua kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani unafungamana na saum ya kufunga siku 30 au siku 29, tunafunga mwezi mzima. Haukuti mtu yoyote anasema kwamba tunafunga mwezi wa Shawwali mwezi mzima, hapana. Bali utakuta Shawwali tumeambiwa kwamba Shawwali inafungamana na saumu ya kufunga siku 6. Lakini katika mwezi wa Dhulhijja tunakutana na ibada. Ndani ya mwezi wa Dhulhijja tunakuta kuna husika na ibada ya hija. Lakini pia tunakuta katika mwezi wa Dhulhijja inahusika ibada maalum, na hiyo ni ibada kwa mfano ya kusimama Arafa, ibada ya kulala Muzdalifa, ibada ya kufanya tawaful ifadha na mambo mengine katika mambo ya hija. Lakini tunakutana na wale ambao hawajaenda hija, inabidi au ni sunna kufunga katika siku ya Arafa, ile siku ambayo mahujaji wanakuwa wanasimama katika viwanja vya Arafa. Wale ambao hawajabahatika kusimama katika viwanja vya Arafa wanaambiwa wafunge, kwa maana siku ya Arafa imehusishwa na funga. Na hii katika lugha ya kisheria maulama wakaitengenezea kanuni, wakasema at-takhsisu takhsisan, kuhusisha ibada au kuhusisha majambo kumigawanyika sehemu mbili: takhsisu ibada wa takhsisu ada. Takhsisu ibada na takhsisu ada, kuna kuhusisha jambo fulani, kulihusisha na dini na ibada. Jambo ambalo linahusishwa na ibada, hilo linahitaji Qur'ani na Sunna, na jambo ambalo linahusishwa na ada linatazama katika zile ada za watu na tamaduni zao, kwa sharti zile ada zao na tamaduni zao zisiende kinyume na Qur'ani na Sunna na sheria ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhsis ada na takhsis ibada, kwa maana takhsis ibada inahitaji dalili. Kwa mfano mathalan, hii takhsis ibada inaweza kawa ni katika jambo, katika jinsi ya kitu. Kwa mfano mathalan, katika takhsis ibada aqiqa ni ibada inayohusiana na kuchinja kwa munasaba wa kuzaliwa mtoto.
ima ikawa ni tarehe 7, yani hiyo ikawa ni siku ya 7 tokea alipozaliwa, ima ikawa ni siku ya 14 tokea alipozaliwa, au ikawa ni siku ya 21 tokea alipozaliwa. Baada ya 21 siku yoyote ile unaweza ukafanya aqiqa, ambapo aqiqa unachinja mbuzi. Haya, kwa mfano katika aqiqa mtu akichinja farasi, mnasemaje mashaka wangu? Akichinja farasi, je, akichinja nani jogoo, akatafuta kuku akachinja, mnasemaje katika hilo? Hapo hii ni takhsisu ibada inayohusiana na nini? Na aqiqa, kwa maana inatakiwa uchinje nini? Mbuzi au uchinje kondoo. Hivi ndivyo inavyotakiwa hivyo. Unaona, hii ni takhsisi ya ibada. Kwa hiyo huwezi ukaleta kitu kingine ambacho hakijawekwa na sheria. Kwa mfano mathalan katika wakati kwa mfano mathalan mtu ikafika muda saa 5 akasema Allahu akbar, akasali salatu dhuhri saa 5, tunamwambia hapana, hii takhsisu ibada imehusisha na muda wa saa 7, yani litakapokuwa jua limepinduka, zawadu shams, jua likiwa limepinduka. Kwa hiyo wewe ukifanya ibada ya dhuhuri, ukisali salatu dhuhuri kabla ya jua kupinduka, wewe utakuwa salatu dhuhuri hujaiswali kisawa sawa. Umehusisha muda wa dhuhuri na muda wa saa 5 ambapo jua halijapinduka. Kwa hiyo ibada yako haiwezi kukubaliwa, kwa sababu salatu dhuhuri imehusishwa na nini? Na kupinduka kwa nini? Kwa jua. Salatu al-maghribi imehusishwa na nini? Na kuzama kwa jua. Inaitwa ni takhsisu ibada. Kwa mfano mtu akatafuta al-Kaaba, akatengeneza kitu, akajenga al-Kaaba, akaenda kwa mfano Mwembe Yanga, akaenda Taifa kule, akajenga al-Kaaba, alafu akasema, akatangaza, jamani wa Tanzania, hamna haja ya kupoteza mamilioni ya pesa, mwaka huu hija itafanyika Taifa pale. Taifa ni uwanja mkubwa, tutafanya hija pale Taifa. Je, Arafa taifanyia wapi? Arafa taifanyia Ubungo. Naam, Arafa itafanyika Ubungo. Na Muzdalifa itakuwa wapi? Muzdalifa taifanyia nani? Taifanyia Chanika. Chanika ndio kutakuwa na Muzdalifa. Tumefahamiana vizuri mashaka wangu? Na Mina itakuwa wapi? Mina itakuwa Vingunguti au itakuwa Mbagara. Watu wakasema sawa, tunasema hiyo ibada sio. Kwa nini? Takhsisi ya ibada ya hija ni kwa ajili ya sehemu maalum ambao ni wapi? Ni Makkah. Tumefahamiana vizuri mashaka wangu? Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa takhsisu ibada na takhsisu madha? Takhsisu ada. Takhsisu ibada inahitajia upite katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, inakutaka ufanye nini. Kuna umri mathalan, kuna takhsisi ya umri katika masuala ya ibada. Mbuzi, unataka uchinje mbuzi. Mbuzi unaambiwa unamchinja labda awe na mwaka mmoja. Awe na mwaka mmoja, au kama kama atakuwa ni ng'ombe labda awe na miaka 2 au wa maila dhalika. Kuna ile miaka, ule umri ambao umewekwa wa wanyama katika kuchinja, hata katika udhiya. Mtu akawa amechinja kabla ya ule umri uliotakiwa, tunaambiwa kwamba ibada ili ikubaliwe inabidi uiendee kwa ule umri ambao umehusishwa, wama ila dhalika, katika zile takhsisati. Kwa hiyo takhsisi ibada zina aina kama 6 wametaja ahlul ilmi. Kuna takhsisi ya sababu, sifa, wama ila dhalika. Kwa mfano mtu katika swala, mtu akaingia masjidi akaswali, akaanza kusujudu kabla ya kurukuu, tunamwambia hapana. Ile sifa ya takhsis, swala imehusisha sifa maalum ya kuswali, kwamba rukuu inakuwa kabla ya sujudu. Wewe kusujudu kabla ya kurukuu ni kosa, kwa hiyo ibada yako haitokubaliwa. Kwa sasa tukija katika masala ya mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, yamehusishwa na ibada maalum? Maulama wanasema hayajahusishwa na ibada maalum. Kama unavyoona Ramadhani tunaifunga kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani.
tunafunga sita min Shawwal, siku sita katika mwezi wa Shawwal. Ndani ya mwezi wa Shawwal huwezi kufunga Dhulqa'da, hakuna sita min shahri Dhulqa'da. Utafunga yaumu Ashura tarehe 10 katika mwezi wa nini, wa Muharram, na Tasu'a tarehe 9 katika mwezi wa nini, wa Muharram. Tunafunga kwa sababu sheria imehusisha masiku hayo na nini, na kufunga. Lakini tukija katika mazazi, siku ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuti kwamba kuna ibada maalum ambayo tumeambiwa kwamba tuifanye kwa munasabu wa kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo kama hali ingekuwa ni hilo, basi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wangeshughulika na hiyo ibada, na tarehe ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ingejulikana, na watu wasingetofautiana kuhusiana na tarehe ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo katika hilo, ayu alahibba, hata mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hayafungamani na kitu chochote, hayafungamani na kitu chochote. Na ndio maana wale al-awwalun hawakufanya, wema waliotangulia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwahi hawakushirikia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna ibada ambayo imewekwa kwa sababu ya munasaba wa siku ya kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam au tarehe yake. Na sisi kwa nini tunataja sana masahaba kwamba masahaba hawakufanya? Tunasema hivyo kwa sababu salama ya huu umma, afya ya umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam imewekwa mwanzo wake, imeninganizwa mwanzo wake. Salamatu hadhihi al-umma fi awwaliha, salama ya umma huu ni mwanzoni mwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innahu lam yakun nabiyyun qabli, hakika hakukuwa na nabii yoyote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa ilikuwa ni wajibu juu yake huyo nabii kuwafahamisha umma wake kheri ambayo anaijua kwa ajili yao. Hakupatikana nabii yoyote katika manabii min ladun Adam alayhi salatu wasalam ila nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokea zama za Adam mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna nabii yoyote aliyetokea isipokuwa lazima awafahamishe umma wake kuhusiana na kheri ambayo anaijua kwa ajili yao. Lakini si hivyo tu, wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, na anawaonya shari anayojua kwa ajili yao. Kheri yoyote ambayo anaijua anawafahamisha kwamba hii ni kheri ili waifanye, na shari anayoijua lazima awafahamishe kwamba hii ni shari ili waweze kuepukana nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akatufahamisha kuhusiana na kheri ambayo sisi tunatakiwa kushikamana nayo. Akasema, wa inna ummatakum hadhi, hakika umma wenu huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, imejaliwa salama yake ni iwe mwanzo wake. Salama ya huu umma na afya ya huu umma na kusalimika na fitna na kusalimika kwa dini ya mtu, kwamba ashike dini barabara iliyosalimika na iliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima atazame mwanzo wake. Afya ya umma huu uko mwanzo wake. Wasayusibu akhiruha bala'u, lakini watapata mwisho wake, yani mwisho wa huu umma mabalaa, yatokea mabalaa mbalimbali. Wa umurun tunkiruna, ni yatatokea mambo ambayo nyinyi mkiyaona mtayapinga, mtayajua kwamba haya mambo si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtayakemea, mtasema haya mambo si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtayajua. Sasa haya mambo ambayo yanazuka katika fitan na kadha na kadha, madha nafa'al? Lazima turudi mwanzo wa umma, tuangalie masahabu wa Mtume na wale aimatul Islam wa mwanzo, wao mambo haya waliyaelewa vipi, waliyafanyaje? Na ndio maana al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala
ambaye ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ni mwanafunzi wa wanafunzi wa maimamu waliopita kama Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Yeye Imamu al-Barbahari anatuambia, anatuelekeza, anasema kullu man sami'ta kalamahu, kila yule ambaye utamsikiliza maneno yake, min ahli zamanika, katika watu wa zama yako, watu ambao umeishi nao katika zama zako, wawe ni wanachuoni, wawe ni watu mbalimbali, utakayemsikia mtu yoyote anatamka maneno yoyote yale, khasatan hasa ametaja maneno ambayo hujawahi kuyasikia, fala ta'dalan, usifanye haraka kuyafuata hayo maneno. Fala ta'dalan, usifanye haraka kuyafanyia kazi. Mtu yoyote tutakayemuona ameleta maneno, akakwambia maneno hujawahi kuyasikia, akakwambia jambo fulani ni ibada, jambo fulani ni katika Uislamu, jambo fulani ni katika kadha, usifanye haraka hayo maneno kuyafanyia kazi au kuyafuata. Wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usiingie katika kitu katika maneno hayo, hatta tas'ala wa tanzura, mpaka uulize na utazame. Hal takallama fihi ahadun min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, je, hayo maneno ambayo unataka kuyafanyia kazi au ambao umeyasikia mtu anayazungumza kama ni katika Uislamu, je, aliyazungumza yoyote katika masahaba? Yani sahaba hilo lilolisikia aliwahi kulizungumza? Au ahadi min alulama, au yoyote katika wanachuoni wa zama hizo za masahaba, au ni mwanachuoni aliyesoma kwa tabi'ida, au ni mwanachuoni ambaye ni katika wale aima au wa maila dhalika, umemsikia anasema neno yoyote katika hilo? Fa in asabta fihi atharan anhum, ikiwa utapata athari yoyote katika wao masahaba, kwamba hili ulilolisikia katika hizo zama unazoishi wewe, kwamba masahaba waliwahi kulitolea ufafanuzi na kulizungumza, ukapata kama wao walilizungumza, fatamassak bi, shikamana nalo. Jambo limekuja hujawahi kulisikia, hao wanasema lipo katika Uislamu na hao wanasema halimo, mizani ni ipi ya kuweza kufanya ujue ukweli uko wapi? Mizani anakuambia Imamu al-Barbahari ni maswahaba. Je, hilo jambo wamewahi kulizungumza? Wamewahi kulitolea ufafanuzi? Kwa hiyo kama maswahaba wamelizungumza na kulitolea ufafanuzi, shikamana nalo. Wala tujawizuhu li shay'in, na wala usilivuke kwa sababu yoyote ile. Wala takhtara alayhi shay'an fatasquta fi an-nar, na wala usije ukalibadilisha lile jambo ukaliacha ukapata jingine ikawa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Haya ni maneno ya al-Hafidh al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, anatuelekeza namna ya kuweza kutaamali. Mwisho au katika karne ya 4, katika karne ya 4 au mwisho wake au katikati yake, ikazuka maulidi, kushirikia maulidi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walioizusha ni watu ambao wanadai ni wajukuu wa Mtume, ni al-Fatimiyya. Si kweli kama ni wajukuu wa Mtume, kwanza si kweli. Wao walifanya hivyo ahyana, mara nyingine wanasiasa huwa wanatumia dini kuyafikia mambo yao, wakazusha maulidi kwamba wao wanashirikia mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wanashirikia mazazi ya bwana Mtume, wanashirikia mazazi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, mazazi ya Al-Hasan radhiyallahu anhu, mazazi ya Al-Husayn radhiyallahu anhu, mazazi ya Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Wanashirikia mazazi ya mfalme aliyoko madarakani. Ikawa kazi hiyo ni hiyo, kazi yao ni hiyo. Yakazuka hayo mazazi, wakalianzisha hilo na likaendelea. Baadhi ya Waislamu wakalipokea na wakawa wanalifanyia kazi Waislamu. Hapo wakatokea baadhi ya Waislamu wakasema ni jambo linafaa, na wakatokea wengine wakasema ni jambo ambalo halifai. Lakini sasa sisi tunafanyaje? Tufanye nini? Tuchukue msimamo gani? Tuchukue msimamo wa wale ambao wanasema inafaa, au tuchukue msimamo wa wale ambao wanasema haifai? Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza mizani ya kuchukua dini, akasema mizani ya kuchukua dini
ni kutazama salama ya dini iko wapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza kwenye hadithi aliyopokea Muslim, akasema wa inna ummatakum hadhihi, hakika umma wenu huu, ju'ila afiyatuha fi madha fi awwaliha, imewekwa salama yake mwanzo wa huu umma. Ama mwisho wa umma huu ni mabalaa na matatizo. Nyie tazameni mwanzo wa umma huu ndio ambao kuna salama. Na Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala akatuelezea maneno yote yatakiyokuja yakanasibishwa na dini tusiyafanyie kazi. Idhan tufanyeje? Akasema tuangalie ufafanuzi. Je, masahaba wameyatolea ufafanuzi? Sadatu tabi'in wameyatolea ufafanuzi? A'immatu salaf ash-Shafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifa, An-Nu'man bin Thabit, wali a'imma wameyatolea ufafanuzi? Kama wametolea ufafanuzi, naam, fanyeni. Hawajatolea ufafanuzi, yaacheni hayo mambo, msiyafanye. Na sisi tukiangalia katika ibada za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuti herufi moja wakizungumzia kwamba inafaa kusherekea mazazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakini pia ayu alahibba, masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo nukta, na wao wenyewe ukiachana na maneno ya al-Imam al-Barbahari ambaye tumesema ni mwanafunzi wa wanafunzi wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, tumwache huyo, tuje kwa masahaba wenyewe wanatuambiaje kuhusiana na namna ya sisi kuchukua mambo ya dini. Tumwangalie Hudhaifa ibn al-Yaman ambaye ni as-sahabiyul jalil, ni sahaba mtukufu. Tumwangalie Abdullah ibn Mas'ud ambaye ni as-sahabiyul jalil. Tuangalie hao. Tunaweza kumtazama pia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu anatuambia kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama fala ta'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawajaifanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama nyinyi pia msifanye. Ibada yoyote ambayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama hawakuifanya na nyinyi msifanye. Sasa tutazame masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zao walishirikia maulidi? Aljawabu, hawakushirikia maulidi. Hawakuwahi kushirikia maulidi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anatuambia ittabi'u atharana wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni athari zetu sisi masahaba na wala msizushe vingine, hakika nyinyi mmetoshelezwa. Angalieni kwenye athari za masahaba, vitabu vya athar, angalieni katika vitabu vya athar. Angalia kwenye Sahih Bukhari, angalia katika Sahih Muslim, angalia katika hizo sunanul arba'a, Abi Dauda, Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba au Sunanul Kubra ya an-Nasa'i, angalia katika Jami'u Tirmidhi, angalia katika Sunan Ibn Majah, angalia katika zile sahih kama Sahih al-Imam Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, angalia vile katika vile vitabu ambavyo hasa vimekuja kuandika zile athari za salafu salih kama Musannaf ya al-Imam Ibn Abi Shayba, Musannaf ya Imam Sanani, Abdul Razzaq Sanani. Tuangalie katika nani Ma'rifatu Sunan wal Athar ya al-Imam al-Baihaqi. Tuangalie katika Sunan al-Kubra pia Imam al-Baihaqi. Tuangalie katika al-Madkhal ya al-Imam al-Baihaqi. Tuangalie katika Musnad ya Imam ad-Darimi. Ukiangalia kwenye hivi vitabu hukuti hivi vitabu ambavyo vinahusika na athari za salafu salih, hukuti wanakuambia kwamba wao walishirikia maulidi au walitoa ufafanuzi kwamba watu shirikee mazazi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu anasema ibada, Hudhaifa anasema ibada zozote ambazo masahaba hawajazifanya nyinyi msizifanye. Abdullah ibn Mas'ud anasema fateni athari zetu sisi masahaba wala msizushe mengine. Pia athari kama hiyo Hudhaifa anarudia kusema kwamba ittabi'u subulana, fateni njia zetu sisi masahaba, wala inittaba'tumuna, ikiwa nyinyi mtatufuateni sisi, laqad subiqtum sabqan
ba'ina, mtakuwa mmefaulu na mmesonga mbele haraka sana, mtakuwa mmefaulu kufaulu kukubwa. Wala in khalaftumuna, na mtakapokuwa mmetukhalifu sisi mkaenda kinyume na sisi maswahaba, laqad dhalaltum dalalan ba'ina, mtakuwa mmepotea kupotea kwa mbali. Hatukuti katika athari za maswahaba kwamba wao wametuambia tusherekee na wala wao hawakusherekea. Walisherekea harusi na walipamba, hata kupamba walikuwa wanapamba shekhi, wanapika vyakula vya wakati huo ambavyo vilikuwa ni bora kwa wakati huo, walikuwa wanapika vyakula. Lakini tukiangalia katika swala la kusherekea, hawakusherekea. Aqiqa walikuwa wanakusanyana kwa ajili ya aqiqa, wanakusanyana kwa ajili ya walima. Siku ya Eid walikuwa wanacheza baadhi yao, kama kisa cha wale Habasha, wanacheza ile michezo ya vita. Lakini haya yote kweli ni madogo kuliko mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na ukubwa wa mazazi ya bwana mtume hawakuwahi kusherekea, hawakusherekea kabisa mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba sababu za kusherekea zilipatikana. Imamu Adh-Dhahabi rahimahullah, al-Imamu Adh-Dhahabi, Imamu Adh-Dhahabi ni mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa katika madhhabi ya Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu. Anatuambia kwenye kitabu chake Al-Ulu lil-Ali al-Azim, anasema kwamba fa in ahbabta ya Abdullah al-insafa, ukitaka ewe mja wa Allah kuwa mwadilifu, uifuate dini yako kwa uadilifu na kwa insaf, usichupe mipaka na usiwe ni mwenye kuzembea katika dini yako, usiwe mzembe. Faqif ma nususil Qur'ani was sunan, simama pamoja na dalili za Qur'ani na sunna. Thumma anzur ma qalahu sahaba, kisha tazama masahaba wanasemaje, wattabi'un na tabi'in wa imatu tafsir na wanachuoni wa tafsir fi hadhihi alayat, katika hizi aya. Kwa maana Qur'ani itafsiri kwa mtizamo wa maswahaba na tabi'ina. Dini yako ifate kwa kutazama mienendo na ufafanuzi ulioitoa maswahaba na tabi'ina. Ikiwa hali yako ni hiyo, ikiwa hali yako ni hiyo, fa imma an tantiqa bi ilmin, ima ukizungumza utazungumza kwa ilmu, wa imma an taskuta bi ilmin, ima ukinyamaza utanyamaza kwa akili. Utaona mambo kwamba hapa natakiwa kunyamaza kwa kimya, na utaona mambo utasema hapa natakiwa nizungumze, lakini ukizungumza utazungumza kwa ilmu. Kwa hiyo hata haya masala lazima ufafanuzi wake tuchukue kwa masahaba salafu salih, wewe waliotangulia. Masahaba walijitahidi sana katika mambo ya ibada. Haiwezekani ijtihada zao zote ambazo wao walizifanya katika kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam, kumnusuru mtume, kumtangaza mtume, kusoma historia ya mtume wama ila dhalika, haiwezekani yote haya wakashindwa kushirikia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao kanu ashadda nasi mahabbatan, walikuwa wao ni wakali zaidi, wana wingi zaidi kwa kuliko watu wote katika kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wa maa dhalika hawakuwa ni wenye kushirikia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuelezea katika darasa iliyopita namna masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walivyomtetea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuelezea hayo kwa ufupi sana, tuelezea hilo kwa ufupi sana. Lakini ukitazama namna masahaba walivyomtetea mtume sallallahu alaihi wasallam, shekhi, utashangaa namna masahaba walivyotoa mali zao na damu zao katika hali ya kumtetea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Utashangaa shekhi, wallahu almusta'an. Tusome maneno ya Imam Shafi'i radhiyallahu anhu. Imam Shafi'i anaelezea jitihada za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema waqad athna Allah tabarak wa ta'ala ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia na kuwapongeza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wat Taurah, katika Qur'an na Taurah. Ukisoma Qur'an na ukisoma Taurati ambayo haijabadilishwa, ukisoma Taurati ambayo haijabadilishwa, utakuta ndani yake kuna sifa nzuri za masahaba. Allah kawasifia.
wasabaqa lahum ala lisani rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, na ikawa imetangulia hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallama kuwasifia kupitia ulimi wake, kama mtume kataja min alfadli, ubora wa masahaba, ma laysa li ahadin ba'dahum, ule ubora ambao hawezi kuupata baada ya masahaba. Yani sifa ambazo mtume amezitaja kwamba wanazo masahaba, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuzipata. Farahimahumullah, Allah akawarehemu masahaba, wa hannaahum bima ataahum min dhalik, na akawa amewarehemu kwa yale ambao amewapa katika hilo, bibulughi darajati as-siddiqin, bibulughi darajati a'la manazil as-siddiqin, kwa kule kufika katika daraja za juu katika zile manzila za watu wa kweli, wa shuhadai wa salihin, na mashahidi na watu wema. Anaelezea Imam Shafi'i radhiyallahu anhu kuhusu masahaba. Allah mridhie Imam Shafi'i, anasema hum addu ilaina sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wao masahaba wametuletea, wametupatia sisi sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wametuletea Qur'an, wametuletea sunna, washahaduhu wal wahyi yanzilu alayhi, na wamemshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam hadi kwa wahi unateremka kwake. Faalimu ma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahabu walijua kila alichokitaka mtume sallallahu alaihi wasallam, ule muradi wa mtume katika Qur'an na sunna walijua, ama wa khasa, yale matamshi yanayoenea watu wote waliyajua, na yale matamshi ambayo ni khasa kwa watu maalum pia walijua masahabu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa azman, na yale ule muradi na maksudio ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walijua. Wa irshadan, na mauidha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pia, na zile tawjihati zake yote walielewa masahabu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa arafu min sunnatihi ma arifna wa jahilna, lakini pia masahabu wamejua kwenye sunna za bwana mtume yale ambao sisi tumeyajua na yale ambao hatujui. Tunayojua sisi wao wanayajua, na yale ambao hatuyajui wao wanayajua. Kila kitu wanajua masahabu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum fawqana min kulli ilmin wa ijtihadin wa war'in, wao masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wako juu yetu, wanatuzidi sisi katika kila elimu na katika kila ijtihadi ya dini, wako juu yetu, na kila ucha Mungu wako juu yetu, na kila akili wao masahabu wanatuzidi kila kitu. Wanatuzidi kwenye elimu, ucha Mungu wanatuzidi, ijtihada yoyote ya kutoa katika dini masahabu wanatuzidi, masahabu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amrin, pia wao masahabu wanajua zaidi kuhusiana na jambo ambalo istudrika bihi ilmun wastumbita bihi, jambo lolote ambalo elimu hukosolewa masahaba wao wanalijua. Unataka kusoa ilmu, lazima utapita katika ufahamu wa masahaba, yote hiyo masahaba wanajua. Kama kuna jambo inabidi litolewe ufafanuzi, masahaba tayari wanaijua. Kama jambo inabidi likosolewe, masahaba wanajua kwamba hili jambo ni makosa. Wa arauhum lana ahmad, rai zao wao masahaba kwetu sisi ni bora min araina indana bi anfusina, kuliko rai zetu sisi kwa wao, kuliko rai zetu sisi kwa ajili yetu. Sisi kufanyia kazi rai za masahaba kwa ajili yetu ni bora kuliko sisi kufanyia rai zetu kwa ajili yetu. Kwa sisi rai zetu tunaziweka pembeni, tunafanyia kazi rai za nani? Za masahaba wema waliotangulia, Allah awaridhie. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ameyataja al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Manaqibu al-Imam ash-Shafi'i. Kwa hiyo kuwa masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanatujizidi kwa ijtihadi, tukitazama katika ijtihadi zao na mambo yao ambayo yaliyokurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakayafanya katika ibada, hatukuti ndani yake kushirikia mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hilo linatuba kwamba la yajuzu lihtifal, haifai watu kushirikia mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu masahaba hawakufanya jambo hilo. Masahaba walifanya jitihada mbalimbali, lakini hiyo juhudi hawakuifanya ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hii ni dalili ya kwamba hii ni jambo ambalo halimo katika ibada zao. Sasa swali linakuja, tujiulize swali mashekhe,
tujiulize swali na kila mmoja alijibu. Je, kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiacha, yani hakukifanya, je, nini hukumu yake? Tunaruhusiwa kufanya au haturuhusiwi kufanya? Kwa sababu tunawasikia nyinyi mawahabi mara kwa mara mnasema kwamba hii ni bid'a, hakuifanya Mtume wala masahaba. Hii ni bid'a, hakuifanya Mtume wala masahaba. Sasa je, kile jambo ambalo Mtume hakulifanya, je, sisi tulifanye au haturuhusiwi kulifanya? Nadhani swali linaeleweka hapo mashaka wangu. Kuna mambo ambayo yanaitwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya, ni as-sunnatul fi'liyah, na kuna kitu kinaitwa mambo ambayo Mtume aliyasema, na yale aliyasema Mtume yanaitwa ni as-sunnatul qawliyah, ni sunna ya kimaneno. Sunna ya kimaneno imegawanyika sehemu mbili. Imegawanyika yale maneno aliyosema Mtume kutuambia tufanye, na yale maneno ambayo Mtume alisema kwamba tusifanye. Yani kwa maana kuna al-awamir na kuna an-nawahi. Kuna yale maamrisho ya Mtume na kuna yale makatazo ya nani? Ya Mtume. Kwa hiyo kuna sunna al-fi'liyah, sunna kama Mtume alifanya, na kuna sunna al-qawliyah, sunna ambayo Mtume alituelekeza kama tufanye, ambayo ni katika awamir, maamrisho, au Mtume akatukataza kama tusifanye, akawa ametuzuia ni an-nawahi. Hilo jambo la ngapi hilo? Ni jambo la pili. Sunnatun qawliyah na sunnatu madha? Al-fi'liyah. Tukasema sunnatun qawliyah inagawanyika sehemu ngapi mashaka wangu? Inagawanyika sehemu ngapi? Mbili. Al-awamir, yale maamrisho aliyotuamrisha Mtume, an-nawahi na yale makatazo aliyotukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna sunnatun fi'liyah, na kuna sunna ya kufanya, kwamba Mtume alifanya kitu fulani na sisi tunakifanya. Na kuna sunnatun tarkiyah, kuna jambo Mtume hakulifanya kabisa. Hilo ni jambo la ngapi hilo? Ni jambo la ngapi? Ni jambo la tatu. Sunnatun fi'liyah na sunnatun qawliyah na sunnatu madha? At-tarkiyah. Na sunnatun qawliyah tukasema inagawanyika kwenye al-awamir, yale ya Mtume aliyotuamrisha, na an-nawahi, yale ambayo Mtume alifanyaje? Alitukataza. Katika jambo ya sunnatun qawliyah hakuna neno, na katika sunnatun fi'liyah hakuna neno. Inakuja kwenye sunnatun tarkiyah, yale aliyoyaacha Mtume hakuyafanya kabisa. Je, sisi tunaruhusiwa kuyafanya au haturuhusiwi kuyafanya? Ukisema tunaruhusiwa kuyafanya umekosea, na ukisema haturuhusiwi kuyafanya pia umekosea. Inabidi useme jawabu lina tafsiri, na tafsiri yenyewe tutaifanyia ikhtisar. Wa illa al-Imam Shatibi rahimahullah ta'ala ana maneno marefu mno katika kitabu chake al-i'tisam na katika al-muwafaqat, lakini sisi tuchukue maneno ya ikhtisar vile alivyopita watu wa usul al-fiqh. Yale ambao hakuyafanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama yamegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Kuna yale ambao Mtume hakuyafanya yanafungamana na ibada. Mtume hakuyafanya lakini yanafungamana na ibada. Na kuna yale ambao Mtume hakuyafanya lakini yanafungamana na mambo ya kidunia. Sehemu ya kwanza yanafungamana na ibada na Uislamu na dini, na sehemu ya pili yanafungamana na mambo ya kidunia, hayana mafungamano kabisa na mambo ya Uislamu na mambo ya dini. Tuanze na jambo ambalo linafungamana na mambo ya dunia. Jambo ambalo linafungamana na mambo ya dunia ambalo halina mafungamano na mambo ya dini, hilo jambo inaruhusiwa kulifanya maadamu sheria haijalikataza. Na hilo wanachuoni wakalitengenezea kanuni. Wanachuoni wakalitengenezea kanuni jambo la kidunia, wakasema al-aslu fil manafi'i al-hillu hatta ya'ti ad-dalilu ala tahrimihi. al-aslu fil manafi'i al-hillu hatta ya'ti ad-dalilu ala tahrimiha. Asili katika vitu vya manufaa, vitu vya kidunia,
ni halali mpaka ije dalili ya kwamba ni haramu. Au unaweza kusema hivi, al-aslu fil ashiya'i al-hillu hatta ya'ti ad-dalilu ala tahrimiha, asili ya vitu ni halali mpaka ije dalili iseme kama ni haramu. Watu zamani walikuwa nakula punda. Punda ni shay, naam ni shay, ni kitu, ni manufaa. Watu wanafanya kuwa ni usafiri, na walikuwa wanafanya kuwa ni nini? Wanafanya kuwa ni mboga, wanachinja wanakula punda. Sasa baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza, akasema alayhi salatu wasalam, akamtuma Abu Talha tangaza, watangazie watu, hakika Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakatazeni kula nini? Punda. Hakika ni nini? Ni uchafu. Na watu wakati huo walikuwa wameshachinja, maana walikuwa vitani. Watu washachinja punda, wanataka wale wanachinja kwa lengo la kula, hawakula tena shekhi wangu. Lakini mwanzoni kabla ya kukataza walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanakula. Kwa hiyo al-aslu fil ashiya'i al-hillu hatta ya'ti ad-dalilu ala madha? Ala tahrimiha. Asili ya vitu halali kutumia, asili ya manufaa, mambo ya kidunia ni halali kutumia mpaka ije dalili sema ni haramu. Kwa hiyo yale mambo ambayo Mtume aliyaacha, ambayo yanafungamana na mambo ya dunia, ni halali kutumia, ni halali kufanya mpaka ije dalili sema ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akaletewa katika maida yake ya chakula, wakati wanakusanya vyakula wanataka kula, wakaleta nyama ya nini? Nyama ya kenge. Wakaleta nyama ya kenge shekhi. Watu wakaanza kula, Mtume akawa hajala. Wakasema ya Rasulullah, kwa nini huli? Akasema mimi sili, ni haramu. Akasema hapana, sio haramu, mimi mwenyewe sitaki kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hajala, hakupenda kula alayhi salatu wasalam, akatoa sababu ya kutokula. Kwa hiyo wewe kuna chakula fulani na kitu fulani hupendi ukifanya, ni katika mambo ya dunia, lakini wenzako watafanyaje? Watafanya, usikiharamishe. Na Mtume hakuharamisha, lakini ingekuwa ni haram, Mtume angewambia ni nini? Ni haram. Al-aslu fil ashiya'i al-hillu hatta ya'ti ad-dalilu ala madha? Ala tahrimiha. Hii ni katika mambo ambayo Mtume ameyaacha, hakuyafanya, lakini yanafungamana na dunia, hayana mafungamano yoyote katika nini? Katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tutakapokuwa tumekuja katika kiwango cha pili, katika mambo ya kidini, jambo hili linafungamana na mambo ya dini, jambo ambalo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya, haifai sisi kulifanya. Kila kitu ambacho Mtume alikiacha, hakukifanya, na sisi haifai kukifanya. Na hilo jambo wanachuoni wakaliwekea kanuni, wakasema al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta ya'ti ad-dalilu ala madha? Ala mashru'iyyatiha. Asili ya ibada ni haramu kufanya mpaka ije dalili iseme hii ni ibada na ifanyeni. Bwana, kuna mfumo fulani wa ibada unafanyika, kuna kitu fulani watu wanasema ni ibada. Tayeb, hiyo ibada alifanya Mtume? Hapana, kuifanya Mtume. Nani kaianzisha? Kaianzisha fulani ibn fulani, shekhi fulani ameonelea hiyo ibada ifanyike. Tunasema hapana, hii inaenda kinyume na asili. Kwa nini? Kwa sababu asili katika ibada ni haramu kufanya mpaka ije dalili katika Qur'an na Sunna ituambie kwamba hii ni ibada, ifanyeni. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia shara'a lakum min ad-din, Allah amekuwekea sheria katika dini, yale ambayo amemuhusia Nuh, yale ambayo tumekupa wahi wewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dini ni katika kitabu na Sunna. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala walipotokea watu wakaharamisha baadhi ya vitu na wakawa wamejuzisha baadhi ya vitu, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Allahu adhina lakum, hivi Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ruhusa? Au ala Allah taftarun, au kwa Allah subhanahu wa ta'ala mnazusha? Sasa asili ya vitu, asili ya ibada ni haramu kufanya. Al-aslu fil ibadati at-tahrimu, na wengine wakisema al-aslu fil ibadati at-tawaqqufu. Asili ya ibada ni haramu kufanya, asili ya ibada stop, usifanye ibada hiyo.
mpaka ije dalili ikwambie kwamba hii ni ibada, ifanye. Hii ni kuanzia kwa manabii mpaka kwetu sisi. Haifai kufanya ibada yoyote mpaka ije dalili ikwambie kwamba hii ni ibada na kwamba ifanye. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dalili katika hilo, dalili katika hiyo iwa lahibba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wao kwa wao wanakatazana na kuwakataza watu kuifanya jambo ambalo linahusiana na Uislamu maadamu Mtume hajalifanya. Wanasema kwamba usilifanye kwa sababu Mtume hakulifanya. Walikuwa wanakatazana wao kwa wao. Na masahaba walikuwa wanamkataza mtu, bwana hii bado Mtume ulimuona anaifanya, hapana basi usifanye. Kwa mfano mathalan ametaja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala kwenye Fathul Bari juzuu ya 3 ukurasa wa 474, ametaja maelezo al-Hafidh akataja kisa cha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu akiwa na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma wakiwa wanafanya tawafu. Abdullah ibn Abbas alimuona Muawiya ibn Abi Sufyan anafanya tawafu akiwa anagusa kwenye pembe zote za al-Kaaba. Al-Kaaba ina pembe 4. Ina pembe ya Hajar al-Aswad, ile nguzo ya Hajar al-Aswad, ina ar-Rukn al-Yamani, ina ar-Rukn al-Shami, na ina ar-Rukn madha al-Iraqi. Nguzo ambazo kiwa unafanya tawafu unazigusa, unagusa kwenye nini? Kwenye Hajar al-Aswad, na unagusa kwenye rukun madha ar-Rukn al-Yamani. Lakini ar-Rukn al-Shami wal-Iraqi hizo hauzigusi, hauruhusiwi. Mtume alikuwa anagusa ar-Rukn al-Yamani na ar-Rukn madha Hajar al-Aswad. Kwenye Hajar al-Aswad alikuwa anagusa alayhi salatu wasalam. Sasa Abdullah ibn Abbas akamuona Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu yeye anagusa kila sehemu, akapita kwenye Hajar al-Aswad kagusa, kaenda kwenye Iraki kagusa, kaenda kwenye Shami akagusa, akaenda kwenye Rukun al-Yamani kagusa. Abdullah ibn Abbas akamuuliza, hilo unalolifanya la kugusa sehemu zote katika al-Kaaba ulimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya? Muawiya akasema hapana, sikumuona. Akasema basi kama hujamuona usifanye. Unaona namna alivyostadinai Abdullah ibn Abbas, ulimuona Mtume anafanya, huyu akasema sijamuona, basi na usifanye. Tosheka na yale aliyofanya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Yale ambayo hakuyafanya achana nayo. Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu akawa ameelezea maneno maana yake, akasema kugusa kwenye ar-Rukn al-Yamani na kugusa kwenye Hajarul Aswad vimethibiti kwa sunna kama Mtume kafanya, na kutogusa kwenye ar-Rukn al-Iraqi na pia kwenye Rukn al-Shami pia imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kugusa kwenye Yamani na kwenye Hajar al-Aswad hii imethibiti kwa vitendo vya Mtume, na kutogusa kwenye Rukn madha al-Iraqi na Rukn madha al-Shami na hii pia imethibiti kwa Mtume, kwamba Mtume huko akufanya na huko amefanyaje? Amefanya. Kisha akasemaje Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala? Akasema walakinna, lakini sisi, walakinna, lakini sisi, au walakinna, lakini sisi nattabi'u sunna fi'lan wa tarka, lakini sisi tunafuata sunna kwa yale aliyofanya Mtume tunayafanya, na kwa yale aliyoacha Mtume tunafanyaje? Tunaacha. Kwa maana Imam Shafi'i akadhibitisha kwamba kuna as-sunnatu al-fi'liyya na as-sunnatu madha at-tarkiyya. Kuna sunna ya kufanya yale aliyofanya Mtume na kuna sunna ya kuyaacha yale ambayo Mtume hakuyafanya. Yale ambayo hakuyafanya Mtume tunayaacha. Sasa miongoni mwa yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha, pia hakushirikia mazazi yake, na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia na wao hawakushirikia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mashekhi wangu masahaba wa Bwana Mtume walikuwa wanampenda sana Mtume sana, walikuwa wanampenda sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni dalili ya kwanza ambayo tunahitaji hapa, wa ila adila ni nyingi,
Ni dalili ya kwanza kuhusiana na masala ya as-sunnatu madha at-tarkiyah. Tumesema kuna sunnatu tarkiyah, kuna as-sunnatu madha al-fi'liyah, na kuna as-sunnatu madha al-qawliyah. Na sunnatu al-qawliyah tukaigawa sehemu ngapi? Mbili, al-awamir wa madha wa nawahi. Tukasema hizi nyingine hazina shida, lakini kwenye as-sunnatu madha at-tarkiyah tuielezee kidogo katika yale ambayo mtume hakuyafanya. Miongoni mwa dalili ni yale ambayo aliyafanya mtume, yani katika dalili ya kwamba haifai kuyafanya yale ambayo yani mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoyaacha haifai kuyafanya, ni yale aliyopokea Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam al-Bukhari amepokea hadithi. Siku moja alikuja Myahudi mmoja kwa Umar amirul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Kuna Myahudi mmoja alikwenda kwa Umar radhiyallahu anhu akamwambia au kabla ya hiyo au ngoja hiyo tuieleze hiyo. Myahudi alikwenda kwa amirul mu'minin Umar radhiyallahu anhu akasema, ya amiral mu'minin, ewe amiri wa waumini waislamu, ayatun fi kitabillahi, kuna aya kwenye kitabu cha Allah, kuna aya kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au ayatun fi kitabikum, kuna aya kwenye kitabu chenu. Umar akasema, hiyo aya ina nini? Akasema, hiyo aya law annaha ma'ashara al-yahudi nazalat, law annana ma'ashara al-yahudi nazalat, law kama hii aya ingeteremka kwetu sisi mayahudi, yani wao mayahudi ingeteremka kwao, latakhadna dhalika al-yawma 'ida, hiyo siku iliyoteremka hii aya tungeifanya hiyo aya kwamba siku hiyo ni siku ya sherehe. Myahudi ameenda kwa amirul mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khalifa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi kwenye Qur'ani tumekuta kuna aya, hii aya ingeteremka kwa wao mayahudi kwamba hiyo siku iliyoteremka hiyo aya wangeifanya kama ni siku ya sherehe, wangekuwa wanasherekea siku ya aya hiyo. Umar radhiyallahu anhu akamuuliza, ni aya gani hiyo? Akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii tumekamilishieni dini yenu, leo hii nimekamilishieni, akmaltu lakum dinakum, nimekamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kama Uislamu ndio dini ya haki. Hii aya hii Myahudi anasema ingeteremka kwa wao mayahudi, siku hiyo ya kuteremka aya hiyo wangeifanya kama ni siku ya sherehe. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ambayo dini yao imekamilika, kwa maana wangesherekea siku ya kukamilika nini? Dini. Umar radhiyallahu anhu akasema, taban, hii aya sisi tunaijua, siku iliyoteremka tunaijua hii aya iliteremka siku ya Ijumaa, ilikuwa ni tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, ilikuwa ni mwaka wa 10 katika hijjatul wada'i. Lakini maana yake nini? Hatusherekei, la nahtafil. Kwa nini? Kwa sababu kusherekea mfumo wake na mategemeo yake ni katika nasu katika Qur'an na nini na sunna, na mtume huko nyuma shasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni sherehe mbili. Wao walikuwa na sherehe zao huko kabla ya Uislamu, akamwambia hapana, acheni hizo sherehe, Allah amekupeni sherehe mbili, sherehe ya Eid al-Adha na Eid madha na Eid al-Fitr, na Eid kubwa na Eid ndogo. Kwa hiyo sisi hatusherekei siku ya kukamilika nini? Uislamu. Na siku tunaijua, tarehe tunaifahamu, na iliteremka hii aya kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika viwanja vya Arafa katika hijjatul wada'i mwaka wa 10. Lakini pamoja na hayo hatusherekei munasaba wa kukamilika nini? Uislamu. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba hata wao pia hawakusherekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawana ruksa, hawana katika Qur'an na Sunna kusherekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo kile ambacho wao walikiacha na sisi lazima tufanyeje? Lazima tukiache. Hii ni as-sunnah madha at-tarkiyah.
Mtume hakusherekea kwa munasaba wa kukamilika Uislamu, na wao hakusherekea, na sisi hatusherekei. Miongoni mwa dalili za hiyo sunna tutarkia kwamba anachokiacha Mtume katika mambo ya dini na sisi hatukifanyi ni yale ambayo Umar radhiyallahu anhu siku moja alikuwa anafanya tawafu. Umar radhiyallahu anhu alikuwa kwenye tawafu, akaiambia Hajar Aswad, unalibusu, kama hujaweza unafanyaje, unaligusa, wama ila dhalika, katika zile ahkam za Hajar Aswad. Umar radhiyallahu anhu akataka awafundishe watu kwa nini tunabusu ili Hajar Aswad kwenye al-Kaaba, kwa nini tunalibusu na kwa nini tunaligusa tukiwa tunafanya tawafu. Umar radhiyallahu anhu akasema kwamba akasema amma wallah, anazungumza na jiwe, lakini hapa anatoa maelekezo kwa watu, anawafundisha watu, anawapa ilmu. Akasema amma wallah, na hapa wallah, inni la'alamu annaka hajarun, mimi najua kama wewe ni jiwe, la tadhurru wala tanfa, hauna madhara na wala huna manufaa yoyote. walaula anni ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wasallama istalamaka, lau kama sijamuona Mtume sallallahu alayhi wasallama anakugusa au anakufanyia takbili, kwa maana singemuona Mtume anakubusu au anakugusa, akasema mastalamtuka, wala nisingekugusa. Kwa nini maana yake hiyo? Yaani maana yake kitendo cha kukugusa, kitendo cha kugusa Hajar Aswad, nafanya hivyo kwa sababu nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanyaje, anafanya. Lau kama nisingemuona Mtume anafanya, nisingefanya. Kama ambavyo ile athari iliyotangulia Abdullah ibn Abbas na Muawiya, sijamuona Mtume anagusa kwenye ar-ruknu al-iraqi na ar-ruknu madha ash-shami, lakini nimemuona Mtume akigusa kwenye ar-ruknu madha al-yamani na anagusa kwenye Hajar Aswad. Pale ambapo nimemuona anagusa na mimi nagusa, pale ambapo nimemuona hagusi na mimi sigusi. Hayo Umar radhiyallahu anhu akatuelezea kwamba yale aliyofanya Mtume katika mambo ya dini lazima tuyafanye, na yale Mtume aliyoyaacha hatuyafanyi. Katika hii as-sunnah tarkiya, kwamba katika jambo lolote lile ambalo Mtume hakulifanya ambalo linafungamana na dini, tukasema kwamba hairuhusiwi kulifanya, na lile ambalo Mtume alilifanya ina lazima kulifanya, au inaweza kuwa ni sunna, au kama walivyotaja maulama Mtume sallallahu, kama walivyotaja maulama kuhusiana na masala ya af'alu nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuna faslu ambao huwa inatajwa katika usulul fiqh kuhusiana na af'alu Taha sahibi sharia jami'uha marudiyatun badi'a, huwa anataja maulama kuhusiana na masala ya af'alu nabii sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapa nielezee maneno ya baadhi ya wanachuoni kuhusiana na masala ya as-sunnatu tarkiya, kwamba kila kitu ambacho Mtume hakukifanya ambacho kinafungamana na dini kwamba haifai kukifanya. Kila kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukifanya katika mambo ya dini haifai kukifanya. Anasema Imamu al-Auza'i, imamu ahli Sham rahimahullah ta'ala, Abu Amr, anasema isbir nafsaka ala sunnah, isubirishe nafsi yako katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazimiana na sunna. Waqif haythu waqafa alqaum, simama pale waliposimama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale waliposimamia masahaba na wewe simamia hapo hapo. Wa qul bima qalu, nasema maneno kama waliyosema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale waliyosema wao yaseme, yale vitendo walivyofanya na wewe fanya. Wa kufa amma kafu anhu, na uache yale ambao hawakuyafanya, yale ambao hawakuyafanya masahaba na wewe usiyafanye. Wasluku sabila salafika salih, pita katika njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, hakika yanakutosha yale ambayo yamewatosha wao. Katika yale ambayo masahaba waliyafanya, hatukuti ndani yake kwamba wao walishirikia mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tunakuta kwamba wao walifanya ibada mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia kwamba radhiyallahu ta'ala anhum, kwamba Allah amewaridhia, na Allah akawaambia kwamba wa'adda lahum jannatin
Allah amewaandalia pepo. Allah akawaandalia pepo masahaba, akawaambia kwamba wataingia peponi hali ya kuwa wako hai wanatembea, masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa itikadi yetu sisi ahlus sunna jamaa kwa masahaba wote wataingia peponi, masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anatuambia kwamba yatutoshe yale yaliyowatosha wao. Sasa wewe ibada ambao hawakuyifanya masahaba wewe iache, tosheka ni yale ambao waliyofanya masahaba, utaingia peponi bila wasiwasi, bila wasiwasi kabisa. Lakini ukizua sasa utaingia katika ile shida, kwa sababu wao masahaba wamesema kwamba ittabi'u atharana, fatini athari zetu, ittabi'u subulana, fatini njia zetu, wala tabtadi, msizushe yani ambao tujiyafanya msiyafanye. Kila ibada ambayo tuliifanya sisi masahaba na nyinyi msifanye. Sasa tunakuta ibada ya kushirikia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wao hawakuwa ni wenye kuifanya. Hii riwaya ya al-Imam al-Auza'i ameipokea al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Sharh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaa. Pia al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala anasema kwenye kitabu chake Fadlul Ilmi Salafi ala Ilmi al-Khalafi ukurasa wa 22, anasema fa amma mattafaqa ala tarkihi, fa amma mattafaqa ala tarkihi, ama yale ambao masahaba wamekubaliana juu ya kuyaacha, yani hawakuyafanya, fala yajuzu al-amalu bihi, haifai kuyafanya, liannahum ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'malu bihi, kwa sababu wao masahaba hilo jambo hawakuliacha isipokuwa kwa kujua kwamba hilo jambo haifai kulifanya. Yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wao kuna mambo waliyasema wakatuelekeza, na katika mambo waliyosema kutuelekeza, ima wametuelekeza tufanye na ima wametuelekeza wakasema kwamba tusifanye. Tumeelewana vizuri mashaka wangu? Na kuna mambo ambao wao waliyafanya, yale mambo waliyofanya sisi tunayafanya, na yale mambo ambao walituelekeza tuyafanye tunayafanya, na yale mambo ambao walisema tusiyafanye hatuyafanye, na kuna mambo ambao wao hawakuyafanya kabisa. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala anasema yale ambao wao hawakuyafanya kwa sababu walijua kwamba haifai kunini kuyafanya. Tukiangalia katika mwenendo wao na katika ibada walizozifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakushirikia mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Pia tukitazama katika hilo, yani katika hili ni kwamba, yani kwa kumalizia, kwa mfano kuna adhan, kwa mfano katika siku ya Eid, siku ya Eid iwe ni idi kubwa au iwe ni idi ndogo, idi kubwa au idi ndogo huwa atuadhini, yani kwenye ile tunasema as-salatu jami'a, si ndio tunaposema hivyo? Tunasema as-salatu jami'a. Hauwezi kukuta kwamba tunaadhini, hatukimu wala hatuadhini wala kukimu. Leo hii akitokea mtu akasema kwamba akakimu au akaadhini, sisi tunasemaje hapo mashaka wangu? Mtu akikimu au akiadhini katika salatu al-Eid tunasemaje? Tunasema haifai. Kwa nini tunasema kwamba haifai? Kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba hawakuadhini na wala hawakukimu. Kwa hiyo wao hawakufanya hivyo kwa sababu ni ibada ambayo haipo. Ni jambo linafungamana na ibada, linafungamana na Uislamu, lakini ni jambo ambalo la yajuzu, halifanyiki. Ni jambo ambalo halifanyiki. Kwa hiyo ikitokea mtu akaadhini kwa lengo la salatu al-Eid, tunasema kwamba hapa umekosea. Kwa nini? Kwa sababu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wao hawakuadhini na wala hawakufanyaje na wala hawakukimu. Tunakuambia kwamba tosheka na yale ambayo walitosheka nayo wema waliotangulia masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo kuna mifano mingi sana ambayo sisi tunaweza kuitoa kuhusiana kama kile ambacho walikiacha haifai sisi kukifanya, haifai sisi kunini kukifanya. Masahaba walimpenda sana mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba walimnusuru mtume, walimtangaza mtume, walimsifu mtume kwa mashairi mbalimbali. Nabiyun atana ba'da asi wa fitrati yakin Hasan ibn Thabit, na masahaba mbali walimsifu, lakini hawakushirikia mazazi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Walisoma sira yake bwana mtume sallallahu, lakini swala la kwamba wao walishirikia hawakuwahi kushirikia,
Kwa hiyo na sisi tutosheke na yale ambayo waliotoshika nayo masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa khairul hadi hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi al-kiram, bora ya uongofu ni uongofu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wa karimu. Nadhani tuishie hapa, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.